Asante Profesa. Ndugu wanahabari, kama ambavyo Profesa Mkandala amezungumza kwamba tumekutana pamoja kituo cha ubia PPP Center pamoja na taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia REDET chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam mahususi kabisa kwa ajili ya kufahamisha umma kupitia kwenu kwamba tutakuwa na mdahalo kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea uchumi wa mwaka 2050 ambao siku chache zijazo mpango wake au dira yake itakwenda kuzinduliwa. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia ambacho mimi ninakiongoza, tunao wajibu wa kile kinachoitwa ushirikishwaji wa umma kwenye masuala haya ya ubia. Ubia ni, nadhani mnafahamu kwamba ni mikataba ya muda mrefu ya kutumia sekta binafsi kufanya majukumu ambayo kimsingi ilikuwa ni serikali iyafanye. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, ni jukumu la serikali kuzalisha umeme, ni jukumu la serikali kuendesha bandari, lakini kwa sababu tofauti ambazo zitajadiliwa kwenye kongamano hilo, serikali huwa inaipa sekta binafsi kutekeleza kwa utaratibu huo ambao unaitwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo kituo cha ubia kinalo jukumu la kushirikisha umma kuhusu masuala haya kwa lengo la kujenga uelewa unaofanana kuhusu kile ambacho serikali inakifikiri na kile ambacho wananchi wanakifikiri, ili kujenga mtazamo unaofanana, kwa sababu kwa ujumla serikali inatekeleza haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya umma. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia, moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa public engagement, kwa ajili ya kufanya umma uelewe hadi au uelewe masuala ya kisera, ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia. Tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama REDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya fikra katika eneo hili, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia kufanya public engagement kwenye masuala ya kisera, kisheria pamoja na programu za masuala ya ubia kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata mawazo, changamoto, mitazamo juu ya namna ya kufanya vizuri zaidi tunapokwenda mbele. Kwa mnafahamu kwamba serikali inakwenda kuzindua hiyo dira ambayo inalenga kujenga uchumi utakaofika takriban dola trilioni 1 katika miaka 25 ijayo. Uchumi ambao ukubwa wake unaozungumza ni takriban sawa na nchi 19 tu duniani ambazo kwa sasa zimefikia kiwango hicho. Kwa hiyo ni assignment kubwa ambayo tunakwenda tunaifikiria au serikali inaifikiria kuifanya, na kwa hiyo uhusishaji wa wasomi, wanazuoni kwenye kuchakata mtazamo wa serikali na programu za serikali, sera zake pamoja na sheria zake na namna ambavyo imejipanga kufikia ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio msingi wa sisi kuja kusema kwamba tufanye ubia na sisi na REDET watupe kile ambacho wanaweza kukifanya vizuri zaidi. REDET wamefanya vizuri zaidi kwenye kuendesha kongamano na midahalo. Wamefanya vizuri kwa miongo mingi sasa. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tuwaombe tuweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa kuanzia na chuo kikuu cha Dar es Salaam
kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanazuoni wanatoa mchango wa kutosha katika mtazamo wa serikali na mtazamo wa serikali kwenye programu zake, sera zake, sheria zake na namna ambavyo inavyofikiria kuelekea hiyo dira ya 2050. Kwa Profesa, nadhani hayo kwa kifupi ndio ambayo ningeweza kuyazungumza kwa wanahabari, na ndio ujumbe ambao ningefikiri Watanzania waupate, na kwa kuupata waweze kushiriki, kwa sababu ni kongamano la wazi, waweze kushiriki kikamilifu kwa ajili ya kutoa maoni, lakini vile kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho wanazuoni pamoja na serikali tunajadili. Na nadhani kongamano hili litakuwa wazi kwa maana ya kushiriki, lakini wazi pia kwa maana ya engagement hiyo ya media ambayo itakavyokuwa kama ambavyo profesa atakavyoeleza, kwa sababu yeye ndio ambaye ana run hii program kwa hiyo kesho. Asanteni sana.